siku ya wafugaji na wavuvi, ndicho ambacho unaweza ukasema baada ya bajeti ya Wizara ya Mifugo na Uvuvi kuwasilishwa bungeni hii leo. Waziri Dr. Bashiru Ali Kakurwa amewasilisha bajeti hiyo na kueleza vipaumbele kadhaa ambavyo vinalenga kumwondoa katika hali moja kumpeleka kwenye hali nyingine mvuvi na mfugaji wa nchi hii. Ni bajeti ambayo inalenga kuleta mageuzi ili kufanya kuwa na maendeleo makubwa kwa watu hawa wawili ambao ni sehemu ya ujenzi wa taifa la Tanzania. Kwa miaka nenda miaka rudi, uvuvi na ufugaji imekuwa ni sehemu ya maeneo ambayo yamekuwa yakitoa ajira kwa Watanzania na hata kuzalisha watu wengi, kwa sababu imekuwa ni chanzo cha mapato ya kutosheleza katika nchi ya Tanzania. Katika taifa ambalo linatajwa kwenye orodha ya juu kabisa barani Afrika kwa kuwa na idadi ya mifugo mingi, lakini bado natajwa kwamba kuna changamoto kadhaa za watu wake kunufaika kupitia mifugo husika. Wakati huu ambako dunia ikipiga kelele na kutaka uchumi wa buluu utumike vyema, ndiko ambako bajeti yenyewe inakuja. Tumeshuhudia pia inakuja wakati ambako pia Rais wa Ufaransa Emmanuel Macron alikuja hapo Nairobi, na miongoni mwa vitu ambavyo vilikuwa ni mjadala kwenye ujio wake wa jukwaa hilo la Ufaransa na mataifa Afrika ni eneo la kuhakikisha kwamba uchumi wa buluu unanufaisha mataifa ya Afrika. Tutapiga darubini kuangalia nini kilichopo katika bajeti husika, namna gani ambavyo kinamgusa moja kwa moja yule ambaye ni mlengwa, mvuvi na mfugaji katika nchi hii. Yangu matumaini ya kwamba siku yako imekwenda salama salmin. Ninayekualika kwenye uchanganuzi hii leo naitwa Nurdin Selemani. Hapa Dar es Salaam tumemwalika Dominic Ndunguru ambaye yeye ni mdau wa sekta ya mifugo na uvuvi. Karibu sana. Asante sana. Kwema? Njema kabisa. Mambo yanakwenda? Tunaenda vizuri kabisa. Pale Dodoma kwa studio zetu tutakuwa naye Matayo Mgusa ambaye ni katibu wa chama cha wafugaji hapa nchini. Habari za wakati huu Matayo? Salama kabisa ndugu mtangazaji, Dodoma hali ni nzuri. Tuanzie kwako. Umekuwa ni moja ya wale ambao wameshuhudia bajeti ikiwasilishwa hapo Dodoma, mkiwa ni kundi kubwa la wafugaji ambalo kuna wakati mlikuwa na shida, mnahama huku mnahamia kule kwa lengo la kutafuta malisho ya mifugo yenu. Bajeti hii mnaona imekidhi kiwango gani cha kubeba zile ajenda ambazo nyinyi wafugaji mnazitamani? Ndugu mtangazaji, kwanza nitumie nafasi hii kumshukuru Mwenyezi Mungu mwingi wa rehema kwa kutujalia afya njema mpaka tuweze kufika muda huu. Kwa watu walioko bungeni, mlishuhudia kundi kubwa la wafugaji waliokuja kushuhudia usomwaji na au uwasilishaji wa bajeti ya Wizara ya Mifugo na Uvuvi. Na kwa kweli ukiangalia kuanzia ukurasa wa 50 wa bajeti iliyowasilishwa na Waziri wa Mifugo Daktari Bashiru Ali Kakurwa, imelenga vile vipaumbele ambavyo wafugaji wamekuwa wakipigia kelele. Nchi hii tatizo kubwa la wafugaji limekuwa ni utengaji wa ardhi ya malisho, lakini pia maji kwa ajili ya mifugo, lakini pia kubwa ni masoko. Lakini ukiangalia hiyo bajeti imegusa kila idara, kwa sababu ukiangalia bajeti imewasilishwa na wizara imejikita kwenda kupima maeneo ya kuchungia mifugo, lakini pia imelenga kwenda kuchimba mabwawa pamoja na visima virefu kwa ajili ya kutatua changamoto ya maji. Lakini pia hivi karibuni imeshuhudiwa
Rais wa Ufaransa amekuja Kenya na ajenda kubwa ilikuwa ni kuja kushughulikia masoko. Kwa hiyo Tanzania wafugaji wana imani kabisa kama haya yaliyowasilishwa kwenye bajeti ya mifugo yatatekelezwa vilivyo, wafugaji watakwenda kuneemeka na soko la mifugo linakwenda kufunguka na wafugaji watakwenda kunufaika. Matayo, kwa hiyo unasema mnayaona mapinduzi baada ya kusikia kile ambacho kimewasilishwa na Dr. Bashiru hii leo? Kwa kweli ndugu mtangazaji, ukiangalia nyuso za wafugaji leo waliofuatilia bajeti, wameonyesha nyuso za matumaini, kwa sababu bajeti imelenga kwenda kuleta mapinduzi makubwa sana kwenye sekta yetu ya mifugo na uvuvi. Kwa sababu ukiangalia nchi hii toka tupate uhuru, kwanza hatujawahi kupata meli ya uvuvi wa bahari kuu. Lakini serikali ya awamu ya 6 imekwenda kutekeleza hilo. Hivyo ni viashiria ya kuwa serikali iko kwa ajili ya mkakati. Lakini pia ukifuatilia hata ukisoma kwenye ilani ya Chama cha Mapinduzi ambayo ndio imeunda serikali, ilani imeahidi kwenda kutenga maeneo ya wafugaji kuongeza kutoka 3.5 hadi kufikia 6 na ndiko wizara iliko jikita kwa kuainisha hayo maeneo ambayo kwa kweli wafugaji wakipatiwa hayo maeneo itawaacha wafugaji wakiwa na tabasamu kubwa sana. Kwa bajeti hii sisi kwa kweli tuna matumaini makubwa kuwa italeta mageuzi makubwa sana kwenye sekta yetu ya mifugo. Matayo, maeneo ambayo yanakwenda kutengwa na wafugaji, mkapatiwa hayo maeneo, pia mkapatiwa malisho kama ambavyo imekuwa kilio cha muda mrefu, na mkapata maeneo ambayo yatakuwa na malambo yale ya maji ambayo tutasaidia kunywesha mifugo yenu. Hii inaweza ikawa pia chanzo cha kumalizwa kwa migogoro ambayo imekuwa ikishuhudiwa baina yenu nyie wafugaji na wakulima. Uko sahihi ndugu mtangazaji. Hayo ndo hicho ndo kilio cha wafugaji nchini Tanzania. Maeneo ya malisho, maji pamoja na masoko. Kwa hiyo endapo wafugaji watapatiwa maeneo ya kufugia mifugo yao, wakapatiwa maji kwa ajili ya mifugo yao, kwa kweli hutosikia mfugaji na mkulima wakiwa wanagombana. Na hiyo ukiangalia, nikurudishe nyuma kidogo, kiangazi cha mwaka huu kilikuwa ni kikubwa, lakini hujasikia mapigano kati ya wafugaji na wakulima. Kama kuna makelele, ni kelele ndogo sana, tena baadhi ya maeneo. Hiyo ni viashiria ya kuwa tunakoelekea ni kuzuri kuliko tulikotoka. Kwa hiyo kama haya yatatekelezwa, maeneo yakapimwa, yakamilikishwa kwa wafugaji, mabwawa, malambo pamoja na visima virefu vya maji vikachimbwa, hutosikia mfugaji na mkulima wakigongana hata siku moja, kwa sababu mfugaji anafuata malisho kwenye maeneo ya kilimo, lakini pia kule kunakolimwa vilimo vya umwagiliaji ndiko yaliko maji kwa ajili ya mifugo kwenda kunywa. Kwa hiyo haya yakipatiwa solution, hutosikia nchini Tanzania kuna ng'ombe zimekamatwa kwenye hifadhi, hutosikia nchini Tanzania kuna kelele baina ya mfugaji na mkulima, bali utasikia kicheko baina ya mkulima na mfugaji. Tutarejea kwako Matayo, ngoja tuzungumze pia na Ndunguru, lakini kabla tujafika mbali kuzungumza na Ndunguru, turejee pale kwanza Dodoma asubuhi wakati wa uwasilishwaji wa bajeti yenyewe, tusikie maneno ambayo yalielezwa na Waziri wa Mifugo na Uvuvi Dr. Bashiru Ali Kakurwa. Katika mwaka 2026/27 mpango wa bajeti ya Wizara ya Mifugo na Uvuvi utatekelezwa kupitia vipaumbele vifuatavyo: kuongeza uzalishaji, masoko na thamani ya mazao ya mifugo na uvuvi, kuimarisha ulinzi na usimamizi wa rasilimali za mifugo na uvuvi, kuhamasisha uwekezaji katika sekta za mifugo na uvuvi na kuimarisha utafiti, mafunzo na huduma za ugani kwenye sekta ya mifugo. Naomba kubainisha kwa muhtasari majumuisho ya maoni yafuatayo. Moja, upatikanaji wa fedha za maendeleo kwa kiasi kidogo unaweza kuchelewesha utekelezaji wa miradi na kusababisha
kuongezeka kwa madeni ya wazabuni na wakandarasi. Pili, uhaba wa viwanda vya kuchakata mazao ya mifugo na uvuvi unapunguza mchango wa sekta hizo katika uchumi. Ni maoni ya kamati ya bunge hiyo kuhusiana na bajeti ambayo imewasilishwa, na mwanzoni tulisikia vipaumbele ambavyo vilikuwa vikielezwa na Dr. Bashiru Ali, waziri wa mifugo na uvuvi. Ndunguru, tuanzie hapo ambako tumesikia kutoka kwa Dr. Bashiru akieleza vipaumbele, na kikubwa anaonyesha kwamba wanataka kuongeza thamani ya uvuvi na ufugaji, ikiwemo pia kuongeza uzalishaji. Nini ambacho kinatukwamisha na kushindwa kufikia malengo ya kuwa wazalishaji wakubwa na kumudu soko? Sababu kwa sasa kama kwenye eneo la mifugo, soko ambalo tunategemea ni kule eneo la nchi za Kiarabu. Uvuvi ni hivyo hivyo, tunakwenda tukidemadema. Asante sana ndugu mtangazaji. Labda niongeze kidogo kwenye utambulisho wangu. Mi pia ni mwenyekiti wa wafugaji wa kuku wa kienyeji au kuku wa asili Tanzania, lakini kwenye vile vyama vya wafugaji wa kuku pia ni makamu rais wa Tanzania nzima. Kwa hiyo nitajikia kita pia kwenye kuku, lakini pia na kwa ujumla. Mara nyingi kuna vipaumbele vile vya nchi ambavyo inakuwa imeviweka kama Mheshimiwa Waziri alivyovitoa, lakini pia wafugaji pia na sisi tuna vipaumbele vyetu, na kwa bahati nzuri mwaka huu mwezi wa 4 tarehe 11 Dr. Bashiru, waziri wa mifugo na uvuvi, alikutana na sisi viongozi wa wafugaji na wafugaji wa kuku, lakini pia amekuwa na utaratibu mzuri pia kukutana na makundi mbalimbali ya wafugaji na wavuvi, lakini tutipata pia fursa ya kuweza kukaa naye kwa siku nzima, ambacho ni kitu cha kipekee kabisa. Toka saa 3 asubuhi mpaka karibu saa 11 jioni tulikuwa tunachambua sasa changamoto za wafugaji hasa wa kuku. Kwa hiyo kwenye vitu ambavyo tulivyowasilisha ni takriban, naweza nikausema kwa vifupi, ambavyo ndio vipaumbele vyetu kwa ufupi sana, vitu 7. Moja, tukianzia kwenye mafunzo. Kuna watu wengi sana wanapenda kuingia kwenye ufugaji, lakini upataji wale mafunzo sahihi inakuwa ni changamoto. Kuna watu hapa na pale wanatoa mafunzo kwa kutumia mitandao ya kijamii na nini, lakini hilo eneo limekuwa na changamoto, na hasa kila siku tunasema ajira kwa vijana. Lakini changamoto ambazo tunakuja Tanzania, hatuna mtaala maalum wa kufundisha kuku tu, na ndio kitu kimoja kuanzia mwaka jana na kuja kwenye bajeti ya mwaka huu tunatarajia itakamilika. Pamekuwa na zoezi sasa la kutengeneza curriculum ya ufugaji wa kuku tu. Na hiyo pia inaenda kwenye mifugo mingine, kwenye ng'ombe na vitu kama hivyo. Kwa sababu gani? Utakuta sehemu nyingi watu vijana wanajifunza general, yani na kozi inaitwa labda animal science, ni general, anajifunza vitu vingi, lakini unavyoenda field, unavyoenda mtaani, kampuni huku zimejikita kwenye specific, kwamba hii ni kampuni ya kuku tu, hii ni ya dairy tu, au hii ni ya nyama. Sasa yule mtu anakuja na knowledge ya jumla na elimu ya jumla, lakini sasa lazima uanze kumchakata sasa, kumtengeneza sasa ili aweze kujua, abobee kwenye ile sekta. Kwa hiyo hilo wizara wameliona pia, tunafurahi limeanza kufanyiwa kazi. Lakini la pili ni swala la mbegu bora. Swala la mbegu bora limekuwa ni changamoto sana. Wafugaji wengi wanafuga mbegu ambazo ni hafifu, ambazo hazizalishi mazao ya kutosha. Sasa kwenye hilo sasa ndio maana inakuwa changamoto sasa kupata faida, watu kwenda kuchukulia kilimo kama biashara, kwa sababu mbegu nyingi zinazotumika, wafugaji wengi wanazozitumia ni mbegu ambazo sio bora. Kwa hiyo hili ni eneo moja hapo ambalo serikali pia imeanza kulifanyia kazi, lakini sasa inatakiwa ndio eneo la msingi sana la kuwekea mkazo, kwa sababu ukipata mbegu bora, ndio nijibu pia na swali lako la ulisema uzalishaji, uanze kuchakata. Sasa unachakata kitu gani? Kimetoka wapi? Ametengeneza nani? Amekikuza nani?
Kwa kile ambacho kitakuja kuchakatwa lazima kiwe bora, ndio na ile product itakuwa bora. Kule kwenye watu wa IT wanasemaga garbage in, garbage out. Kwamba kama umeleta mbegu ambazo sio bora, hata zile zinazotoa hazitakuwa bora. Nipende kuipongeza pia serikali ambacho ni kipaumbele kingine cha wafugaji kwenye masuala ya pembejeo, imeweka mkazo sana. Kwa mfano kwenye masuala ya chanjo. Mwaka jana Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano Mama Samia Suluhu Hassan alizindua kampeni maalum ya miaka 5 kwa ajili ya chanjo. Kwa hiyo imekuwa ikitolewa kwa mifugo yote, kuku, ng'ombe, mbuzi na mingineo. Kwa hiyo upatikanaji wa chanjo unazuia vifo, unapunguza vifo kwa kiasi kikubwa sana. Na hata huku nje tunapoenda kuuza mazao wanahitaji baadhi ya chanjo, wanahitaji chanjo zile mifugo wetu wawe wamepewa chanjo. Kwa hiyo kama mifugo wako hawana zile chanjo za msingi, huwezi pia ukauza nje. Kwa hiyo utakuta hata soko pia limefunguliwa, lakini inakuwa hauwezi kukidhi vile vigezo vile. Lakini pia kuna kipengele pia muhimu cha masoko, kama mwenzangu alivyokizungumzia. Changamoto za masoko nazo watu wamekuwa wanakumbana nazo, lakini pia zina misingi hiyo ya standards. Viwango, kuna viwango kwenye masoko. Kuna ya kwetu tuna viwango vyetu, lakini tunapoenda kwenye hayo masoko ya kimataifa pia na viwango vyao. Kwa hiyo lazima pia ufugaji, bajeti zetu zinavyotengenezwa zilenge sasa kwenye mbegu bora, mafunzo mazuri kwa wazalishaji, ili uweze kuja kupata sasa mifugo bora. Na hivyo vikiweza kufanyika, hasa swala moja la msingi la huduma za ugani. Huduma za ugani ni za muhimu sana. Wataalam sasa waweze kuwapa elimu hawa wafugaji namna ya kufuga vizuri kisasa, ufugaji wa kibiashara unakuweje. Lakini pamekuwa pia na changamoto ambacho na kwetu sisi pia ni cha muhimu sana kwenye swala la chakula. Chakula pia cha mifugo kimekuwa gharama sana. Zamani tulikuwa tuna ugomvi kati ya wakulima na wafugaji, lakini sasa hivi tuna ugomvi kati ya mifugo na binadamu kwenye upande wa chakula. Wote tunalenga mahindi yale yale. Wote tunalenga soya ile ile. Sasa uzalishaji unapokuwa mdogo na bado ni mdogo kwenye Tanzania kwenye mahindi uko juu, lakini kwenye soya uko chini sana. Kwa hiyo tunahitajika sasa kuongeza uzalishaji kwenye hilo eneo. Ili sasa vyakula hivi vya mifugo viweze kupungua gharama. Lakini pia inahitajika go down, sehemu za kuhifadhi, maghala ya kuhifadhi chakula. Unajua wakati wa mavuno ukienda vijijini, ukienda kwa wakulima unaweza kukuta labda kilo moja labda shilingi 300 400. Lakini msimu baada ya miezi 6 baada ya msimu sasa ule mavuno umeshapita, utashangaa ile kilo moja inaenda shilingi 1000 au zaidi. Sasa chakula kipindi fulani kinakuwa kinashuka kidogo bei, lakini msimu sio wa mavuno chakula kinapanda sana. Kwa hiyo yangeweza kujengwa maghala maalum kwa ajili ya wafugaji, kwa ajili ya watu wanaotengeneza vyakula vya mifugo, ambayo sasa haya maghala yakahifadhi wakati ule wa bei ndogo, labda 300 400. Basi na kipindi cha mwaka mzima wakaweza kuwauzia wafugaji pia kwa bei ambayo ni nzuri, ambayo wataweza. Kwa hiyo chakula pia hakitaweza kupanda bei sana. Na kutokana na hilo wafugaji wataweza kufaidika sana zaidi. Naam. Acha rudi kwanza pale kwa Matayo. Matayo, moja ya kitu ambacho kimezungumzwa ni namna ambavyo kama nchi sasa iongeze uzalishaji. Manake ukiongeza uzalishaji utapata soko zuri, utakwenda kuuza vizuri. Lakini tatizo inaonekana bado ufugaji wetu kwa sehemu kubwa ni ule ufugaji wa kiasili na si ufugaji wa kisasa ambao ndio unatakiwa zaidi na mataifa yaliyoendelea ambayo yamekuwa tukipeleka nyama huko na kuuza. Hii kwenu inawapa somo gani la kuweza kufikia hapo ambako zile standard za kimataifa zinahitaji? Asante ndugu mtangazaji. Sisi kama wafugaji wa asili, kwa kweli hii inatupa changamoto, kwa sababu ili ufikie viwango lazima uanze na aina kwanza ya mbegu ya mfugo unayefuga, lakini pia staili ya ufugaji wa ng'ombe wa kibiashara
ni tofauti na ng'ombe wa asili. Lakini ndugu mtangazaji, kumbuke kuwa Wizara ya Mifugo imeanzisha BBT kwa upande wa mifugo. Naam. Mradi huu wa BBT unakwenda kuzalisha wataalamu, na nafasi hii tumepewa na sisi kama wafugaji. Kwa hiyo kuna vijana wako pale wanasomea masuala ya mifugo kwa ajili ya kunenepesha mifugo. Kwa hiyo wizara imekuja na suluhisho ya kuwekeza kwenye taaluma. Maana bila kuwekeza kwenye taaluma hatuwezi kubadilisha mfumo wetu wa ufugaji. Maana ufugaji wa asili sasa unakwenda kuishia na ni lazima tukubali kubadilika. Kwa hiyo kwetu sisi mfumo huu wa ufugaji wa asili ambao ng'ombe anafugwa mpaka miaka 7, unakuta ng'ombe ana kilo 100, 120, 130, unatuathiri sana. Lakini tuipongeze wizara kwa kuja na mpango huu wa BBT kwa upande wa mifugo, kwa sababu hawa wataalamu wakizalishwa watakwenda kuwashauri wafugaji kubadilisha aina ya ufugaji. Lakini kwa eneo hilo mimi ningependa kuishauri wizara watafutwe vijana wa kifugaji kutoka kule kijijini, ndiyo wapewe kipaumbele kwenye mradi huu wa BBT, ili mtu anaporudi kwenda majumbani wanakwenda kushauri wazazi, wanakwenda kushauri majirani kubadilisha aina ya ufugaji. Maana ufugaji wa kibiashara unahitaji mambo mengi. Kwanza vyakula, aina vyakula. Sasa mfugaji wa asili hawezi kujua aina ya vyakula hivyo. Kwa hiyo mimi ningependa kuishauri wizara pamoja na kuja na huu mpango wa BBT, lakini wapewe kipaumbele vijana wa kifugaji kutoka kule kijijini, ili anaporudi anakwenda kuishauri familia, anakwenda kushauri ndugu, anakwenda kushauri majirani kwa ukaribu, ili kubadilisha aina ya ufugaji. Kwa hiyo serikali kuwekeza kwenye utafiti na kupewa kipaumbele ni jambo zuri sana. Na mmeona wenyewe kuwa sasa hivi swala la chanjo, kipindi cha nyuma watu walikuwa wanaona kama wakichanja mifugo yao haizai, wakichanja mifugo yao inakufa, lakini ilikuwa ni aina tu ya uelewa. Lakini wafugaji wa sasa huwezi kuwafananisha na wafugaji wa mwaka 90. Wamebadilika, kaya nyingi za wafugaji wana vijana wasomi. Kwa hiyo tunakoelekea tunabadilika taratibu. Kwa hiyo ningeomba sana serikali iwekeze nguvu kutoka vijana 281 ambao sasa wako vioni kujifunza masuala ya unenepeshaji wa mifugo, wangepanua zaidi na kupeleka vijana wengi, hasa kwa kutafuta vipindi au kozi fupi miezi 3, miezi 4, na waende mbali zaidi. Wawasiliane na serikali za mitaa, serikali za vijiji, vyama vya wafugaji, ili kuhamasisha hili jambo. Vijana wa kifugaji wajitokeze wakajifunze unenepeshaji wa mifugo. Hii ndio itakuwa mkombozi wetu mkubwa kwetu sisi wafugaji. Matayo, muda wetu natukimbia, ngoja pia tumsikize Dominic hapa kwa ufupi naye atuambie. Tumepewa taswira nzima hiyo wakati ambako BBT na yenyewe imekuja inatia msukumo, ilianzia kwenye kilimo lakini imekwenda sasa mpaka kwenye mifugo na uvuvi. Neno lako ni nini ukiwa miongoni mwa wadau wa hii sekta? Ni mpango mzuri, ni mpango mzuri, lakini pia na hata sisi wadau wa kuku pia tunaomba mpango huo utufikie pia. Lakini jambo moja la muhimu sana ni malezi kwa hawa vijana. Hii mipango inapokuja, kuna kitu kinaitwa mentorship kinatakiwa kiweze kufanyika. Vijana tu wasifundishwe ile upande mmoja tu na walimu wale wa namna ya kufanya hivyo vitu. Inatakiwa pia wapewe watu wa kuwalea. Kuna watu ambao tayari wanafanya hivi vitu. Wale vijana wapate huo muda pia wa kujifunza kwa watu wengine.
Kwa hiyo kwa kuweza kupata hivyo, wataweza kujua mbinu mbalimbali. Kuna zile za darasani wale watakazozipata, lakini pia huku mtaani pia na sisi tuna mbinu zetu, tuna utaalamu wetu. Kwa hiyo nao pia wataweza kujifunza hiyo. Kwa hiyo tukiweza kuchanganya hivi vyote vitu viwili vitaweza kuwapatia msukumo mzuri vijana wa maendeleo. Lakini sasa pia kuna wadau sasa ambao tayari tuko kwenye sekta. Okay. Kuna changamoto kubwa moja ambayo tunaipata, uwezo wa kupata mitaji wa kupanua biashara zetu. Mitaji imekuwa ni migumu sana. Kwenda kukopa kwenye taasisi zetu za fedha zina masharti magumu sana. Sisi ambao tunakopa huko tunaelewa, unahitajika kuweka nyumba, uweke mashamba, sijui uweke nini. Lakini serikali ingeweza kwenye budget, kwa sababu ndio wanaanza wakaweza kuiangalia pia namna bora kuweka dhamana, kukawa na mifuko ya dhamana ya kuwawezesha hao wafugaji waweze kupata sasa ile mikopo. Wanafanyiwa assessment, wanaangaliwa biashara zao zinaenda vizuri, serikali inaweka dhamana kwenye zile biashara, watu wanaweza kukopa mitaji mizuri na kukuza biashara zikawa kubwa. Unajua mara nyingi tunajikuta tunafanya biashara ndogo ndogo, kuku 500, 200, 100 ngapi, ndio zinatuwezesha kuishi kimaisha, lakini sasa soko la nje ni kubwa sana. Okay. Uarabuni, dunia nzima huko kote, watu wanahitaji mifugo. Na Afrika advantage yetu kubwa, kitu kikubwa sisi tulicho nacho ni ardhi kubwa na mifugo tulionayo. Kwa hiyo tukiweza kuiboresha hii mifugo na uzalishaji wake, tutaweza kuingiza hela kwa thamani kubwa sana. Dominic Ndunguru, nikushukuru sana. Asante sana. Naam, ni Dominic Ndunguru, mdau wa sekta ya mifugo na uvuvi, lakini pia amekueleza yamebobea kwenye maeneo ya ufugaji wa kuku wa kienyeji ama kuku wa asili. Lakini kutoka pale Dodoma tuliungana pia na Matayo Mgusa ambaye yeye ni katibu wa chama cha wafugaji nchini. Kushukuru sana Matayo. Nikushukuru sana ndugu mtangazaji kwa nafasi hii mliotupa. Okay. Lakini naomba watu wajue kuwa Daktari Bashiru Ali Kakurwa ni mtaalamu. Kwa hiyo wafugaji wajipange. Okay. Kwa sababu kutokana na aina ya bajeti iliyowasilishwa na vipaumbele, amejikita sana kwenye tafiti, amejikita sana kwenye kuelimisha ili kubadilisha mfumo wa ufugaji. Haya, tukushukuru sana bwana Matayo ambaye naye pia ameshiriki nasi kwenye uchanganuzi hii leo. Nukta hiyo nafikisha tamati ya uchanganuzi. Mimi naitwa Nurdin Selemani, nikutakia utazamaji mwema vipindi vinavyoendelea. Panapo majaliwa tukutane tena Jumatatu kwenye kipindi kingine cha uchanganuzi. Nikutakie